Kwa muhimu tukio hili, nitumie nafasi hii kushukuru kwa dhati uongozi wa Chama cha Mapinduzi na chama cha ACT Wazalendo kwa kukubali kufanya mazungumzo na maridhiano, kwa kutanguliza maslahi ya taifa badala ya maslahi ya vyama au watu binafsi. Kwa umakhsusi kabisa ni kushukuru wewe Mheshimiwa Rais wa Zanzibar pamoja na Mheshimiwa Othman Masoud Othman kwa kutanguliza maslahi ya nchi katika kutafuta mustakabali wa pamoja wa amani kwa nchi yetu Zanzibar. Waheshimiwa, kiona vinaelea vimeundwa. Kwa dhati ya moyo wangu na washukuru viongozi wetu wakuu wastaafu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Amani Abeid Karume na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein na wote walioshiriki kwenye mazungumzo kwa hekima na busara katika kusimamia na kuongoza mazungumzo yaliyofanikisha makubaliano haya. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi wenzangu, maridhiano si udhaifu bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Ni ishara kwamba viongozi wanaweza kutofautiana kwa hoja, lakini wakakubaliana katika mambo ya msingi ya uendeshaji wa nchi, kujali maslahi na ustawi wa wananchi na nchi kwa ujumla. Mwelekeo huu wa kiungwana tulioshuhudia leo unafungua ukurasa mwingine katika kuimarisha umoja, amani, utulivu na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Hakika jitihada hizi zinapaswa kuendelezwa na kuenziwa. Nimesema kwamba hili ni jambo la kiungwana kwa kuwa uungwana unatufunza siasa za kushindana kwa hekima na sio kupaza sauti bila mantiki. Uungwana unatufunza siasa zinazotanguliza maslahi ya nchi na wananchi wake, na siasa zinazotawaliwa na sauti zenye staha, utu, heshima na utulivu ili kufikia mustakabali wa pamoja wa kitaifa. Uungwana hutufunza au hautufunzi kiburi na kutosikilizana. Wananchi wetu hawahitaji vurugu wala mivutano ya kisiasa isiyoisha. Wananchi wetu wanahitaji amani, usalama na utulivu. Shauku ya wananchi wote bila kujali vyama vyao ni kuona serikali ikiwapa huduma bora za kijamii, ikiimarisha shughuli zao za kiuchumi na kukuza ajira katika mazingira yenye ustawi. Kazi ambayo kwa hapa Zanzibar imetekelezwa vyema chini ya serikali ya umoja wa kitaifa katika miaka iliyopita. Na hii ndio furaha ya wananchi. Kwa maana nyingine, naweza kusema kuwa penye siasa za chuki na mivutano, baraka za maendeleo hutoweka. Lakini penye siasa za staha na maridhiano, maendeleo hupata nafasi na kuchanua. Hatua tuliyofikia leo ni makubaliano ya kuunda tena serikali ya umoja wa kitaifa na kuanza mazungumzo ya mustakabali wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Kwa hiyo, wito wangu ni kuendelea kuyaheshimu makubaliano haya. Tuendeleze mazungumzo kwa uwazi na kuaminiana, huku tukizingatia misingi ya umoja, amani, usalama na utulivu wa taifa letu. Hekima tuliyoonyesha leo ikalindwe kwa matendo mema ya kesho, na imani tuliyojenga kwa muda mrefu isiangushwe na maneno au mienendo isiyo na tija. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi, kwa kuwa nimepata fursa hii au nafasi hii kuzungumzia masuala ya utulivu na amani katika taifa letu, nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini, lakini
kwa mustakabali wa sasa dunia tunayokwenda nayo. Unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi inayoendelea kwa kasi. Pia inaweza ikatumika. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayeipenda nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa. Pande huu tumeipenda nchi yetu, tumetofautiana, tumevumiliana, hatukufanya vurugu za kubomoa nchi yetu wala kuharibu au uvunjifu wa amani. Na wasihi wa Tanzania, tushikamane kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu na sio kulifanya taifa kuwa duni kwa matakwa ya watu binafsi ambao maisha yao huko waliko na hata hapa nchini yanategemea malipo yatokanayo na kufanya vurugu au kuivuruga nchi yao kwa maslahi ya wengine. Katika hali hii, niwahakikishie Watanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu. Vitendo vya kigaidi katu havikubaliki, sio kwa Tanzania tu bali ulimwengu mzima. Hivyo basi, niwaonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi wenzangu, napoelekea kumalizia hotuba yangu, nataka niwahakikishie kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuunga mkono juhudi zote zenye dhamira ya kulinda amani, kuendeleza umoja wa muungano wetu na kuimarisha ustawi wa wananchi wetu. Zanzibar ikiwa na amani, Tanzania inakuwa salama. Hapa naomba nisisitize na kusema amani ni mtaji, maridhiano ni daraja, na wananchi ndio sababu ya uongozi wetu. Hatuna budi kuwatumikia kwa amani na utulivu. Nimalizie kwa kurejea maandiko ya Qur'an au Qur'an tukufu katika Surat Al-Hujurat aya ya 10 yanayotukumbusha kuwa waumini ni ndugu na kutekeleza kupatanisha baina ya ndugu. Waumini ni ndugu na ndugu hutekeleza kupatanisha baina yao wenyewe. Lakini pia katika mafundisho ya Biblia takatifu Mathayo 5:9 yanasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa watumishi wema wa Mungu. Mafundisho haya yote yanatuhusia kuwa kuleta amani, kujenga maelewano na kulinda umoja ni wajibu wetu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hali kadhalika ni matakwa ya kikatiba na miongozo mingine ya kibinadamu. Hivyo basi, niwaombe tena viongozi na wananchi wote wa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla, tuendelee kushirikiana, tukitanguliza uzalendo, tukilinda amani na kuomba Mwenyezi Mungu atupe hekima, uvumilivu na unyenyekevu, na tuongoze katika njia sahihi ya kulinda makubaliano haya kwa manufaa ya Zanzibar na taifa lote kwa ujumla. Asanteni sana kunisikiliza. Asante. Asante sana.